Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 9 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Nikuombe radhi kwa kuchelewa kwenda hewani hii leo. Hii ni kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu. Nikualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kumbuka nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni uchumi wa tawala, ahadi za Samia, akamilisha kampeni mikoa 10. Leo zamu ya Unguja, Wasira asema kumchagua Samia agombee si zawadi, anaweza. Nchimbi ajivunia uwezo wa viongozi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika simanzi, baba watoto 4 waliokufa ajalini. Habari katika ukurasa wa 19. Walikuwa wakitoka kuzika, mamia wawalilia wakiagwa da. Habari katika ukurasa wa 19. ACT Wazalendo yapinga INEC kumwondoa mpira. Habari katika ukurasa wa 3. Gazeti limeandika Samia toa pole vifo vya watawa 4 dereva ajalini. Habari katika ukurasa wa 19. Lissu aomba kesi ya uhaini futwe. Habari katika ukurasa wa 3. Mpango abwagiza balozi avute wawekezaji Japan. Habari katika ukurasa wa 7. Gazeti hili limeandika bodi ya mikopo ya kupesha trilioni 3.7 miaka 4. Habari katika ukurasa wa 7. Chauma kuanzisha tiba mtandaoni vijijini visiwani. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni msiba juu ya msiba. Familia ya baba na wanawe 4 wafariki wakitoka msibani. Simanzi vilivyotawala, ndugu mjane wakiaga miili kanisani. Habari katika ukurasa wa 4. Masista 4 dereva wafa kwa ajali. Habari picha na muonesha Damilis Matheka, Lilian Kapongo pamoja na Boniface Msonola. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Mwananchi limeandika Lissu aibua jipya kuhusu mashahidi kesi ya uhaini. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amedai wengi wa mashahidi wa jamhuri wanaotarajia kutoa ushahidi katika kesi inayomkabili hawastahili kisheria. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi Othman ni jino kwa jino. Habari katika ukurasa wa 6. Samia arejea Makunduchi na historia. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Yanga ndio wababe wa Kariakoo Derby 2025. Habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia aombeleza vifo vya masista 4 ndio waliofariki kwa ajali Mwanza pamoja na dereva wao, amtumia salamu za rambirambi rais wa TEC. Habari katika ukurasa wa 4. Hatukumchagua Samia kumpa zawadi, anaweza kazi CCM. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Dr. Biteko amnadi Msukuma asema mpigania maslahi ya Wanageita. Habari katika ukurasa wa 5. Muheza wahidiwa kuendelea kupata maendeleo. Habari katika ukurasa wa 4. Zungu afunda wenye viti wa serikali za mitaa. Habari katika ukurasa wa 17. Mgombea wa rais CUF ahidi fursa kwa wafugaji nchini. Habari katika ukurasa wa 5. Gazeti limeandika Israel yaanza operation ya ardhini Gaza City. Habari katika ukurasa wa 19. Wanawake wenye ulemavu wachaguliwe, sauti zao zisikike. Habari katika ukurasa wa 16, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku.
Gazeti Nipashe mwanga wa jamii nalo mikononi mwangu lenye limeandika kesi ya Lissu ni kasheshe, aingia kizimbani na ishara ya ngumi, wafuasi wamwitikia kimya kimya, ukafuata mvutano wa kisheria. Habari katika ukurasa wa 3, ndugu yake ikisema hii sio mahakama ya kijeshi bali ya kiraia, ni majaji pekee wenye mamlaka ndani ya ukumbi huu, sio polisi wala maofisa wa upelelezi. Gazeti hili limeandika kukosa usingizi kunavyoathiri afya ya wakazi wa miji mikubwa. Habari katika ukurasa wa 7, 10 wafariki ajalini, mwalimu apoteza mume, watoto 4. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Nukuu ya mchungaji Kimaro inasema falsafa ya safari ya familia ni kuzingatia falsafa ya mzee Yakobo, tusisafiri familia yote pamoja, tusisafiri familia yote pamoja na upendo tulionao, tusisafiri pamoja, tugawanyike. Kule vijijini, tamaduni za Kiafrika, hata safari msipange siku moja, safari siwe siku moja, siku tofauti. Wazee wetu walitueleza hivyo zamani. Gazeti hili limeandika Simba yaendelea kuwa koloni la Yanga. Habari katika ukurasa wa 24, wadau waibuka na hoja 20 maboresho demokrasia nchini. Habari katika ukurasa wa 8, wasaka uraisi wanadi zawadi nje ya ilani, kukata ujira wa bunge. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo ninalo mikononi mwangu siku hii leo, lenye limeandika Mnyika amlilia Mbowe, Samia abeba nyomi sera na matumaini. Habari katika ukurasa wa 2, ajali za ua familia watawa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Zito Baba Levo siri nzito wampa Samia mtihani kumchagua mmoja. Habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo Jumatano ya leo. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM kutikisa Unguja, mgombea Rais Samia kufanya mikutano ya kampeni, mitaa yote ya pambwa bendera za rangi ya kijani na njano, vumbi kutimka Zanzibar baada ya kishindo cha mikoa ya Morogoro, Dodoma, Iringa, Mbeya, Njombe, Singida, Tabora, Kigoma na Songwe. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Adopole Tech ajali iliyoua masista madereva. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi adhamiria kuyafikia makundi yote. Habari katika ukurasa wa 2. Dr. Nchimbi atangaza neema kwa wakulima. Habari katika ukurasa wa 2. Wasira afichwa siri Dr. Samia kubeba mikoba. Habari katika ukurasa wa 3. Mwalimu akitaja kilimo kipaumbele cha umma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye limeandika tutayawezesha makundi yote, Dr. Mwinyi ahidi fursa zaidi za uwekezaji kiuchumi. Habari katika ukurasa wa 2. Tawi la KIST Pemba kurahisisha masomo ya sayansi Hemedi. Habari katika ukurasa wa 3. Raia wa Malawi wapiga kura. Habari katika ukurasa wa 9. ZEC yatangaza Dr. Khalid mshindi wa wakilishi Donge. Habari katika ukurasa wa 2. Mariam Mwinyi CCM kuendeleza muungano uwezeshaji vijana. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika bado mnabisha, Pacome aeleza tena Simba Yanga ikibeba ngao, Fous amzima Fadru. Habari imeandikwa kwenye kurasa za 8 za gazeti hili, matokeo yakiwa ni 1-0 katika mchezo ambao umechezwa hapo jana katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. 6 rekodi ya dabi ya 6, Yanga wakipata ushindi mbele ya Simba Sports Club. Ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti umeandika orodha ya mabingwa wa ngao ya jamii katika miaka iliyopita. Mwanaspoti limeandika wachezaji United wamechoka. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Septemba 20 ni Manchester United dhidi ya Chelsea. Septemba 27 ni Brentford dhidi ya Manchester United. Mzigo umerudi. Gazeti hili pia limeandika TPL Special, wazee wa jua kali ni KMC dhidi ya Dodoma Jiji, Coastal Union na Tanzania Prisons. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani, na gazeti ya Habari Leo limeandika Simba yapigwa kichwani, Yanga wameendeleza ubabe mbele ya watani wao Simba kwa kuwafunga 1-0 ikitoa ngao ya jamii 2025 uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam.
Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. KMC Dodoma Jiji kufungua pazia la ligi kuu leo, habari ni katika kurasa za ndani. JKT Queens mabingwa Sekafa, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Joti hana utani kazini, habari katika ukurasa 21. Singida nguvu zote kwa Rayon Sports, habari katika ukurasa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na gazeti hili linakamilisha urukuzi vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.